Katika sehemu ya mwisho ya kitabu cha ahkamul janaza, katika mambo ambayo ni bid'ul janaiz, tulifikia katika maudhui at-ta'ziyatu wa mulhiqatuha, mambo yanayohusiana na ta'ziya. Ta'ziya kama tulivyosema nyuma ni kumuazzi mtu aliyepatwa na msiba, kama vile kufiwa. Na kumuazzi maana yake ni kuikazanisha imani yake, yawezekana imekwisha legea kwa msiba aliyoupata. Na unapomuazzi unampa maneno ya kufufua imani yake iwe madhubuti, asivunjike moyo kutokana na msiba uliomfika akakata tamaa, akajiona kama kaonewa, akayasema yasiyofaa na kufanya yasiyofaa. Basi taazia ni kumuazzi mtu, kumpa nguvu ya imani kwa msiba uliompata. Katika sehemu hii ya taazia tulifikia katika nukta ya mwisho tuliyomalizia, ilikuwa nukta nambari 106, ambayo ilikuwa tahdidu at-ta'ziyati bi 3 ayamin. Jambo lilozuliwa vile vile ni kuweka mpaka wa mambo ya kumuazzi mtu kwamba mwisho wake ni siku 3. Hapana, taazia inaendelea na siku yoyote uliyokutana naye mtu aliyefikwa na msiba, unaweza kumtia nguvu ya imani yake kwa kumuazzi. Sio kama siku 3 zikimalizika ndiyo basi hamna ruksa. Kufanya hivyo ni uzushi. Mtume tumemuona amewaazi watu wa Jaafari kwa baada ya siku ya 3 amewaazi. Na sasa tunaingia katika sehemu ya nukta nambari 107 katika mambo yaliyozuliwa vile vile katika jeneza. Tarkul furush ni kuacha matandiko, ikiwa matandiko hayo ni mazulia, majamvi, mabusati, allati tuj'alu fi baiti almayyiti, ambayo matandiko haya huwekwa katika nyumba ya maiti. Lijulusi man yati, kwa ajili ya kukaa wale watakaokuja, ila ta'ziyati, katika jambo la kuazi. Hutandikiwa mambo maalum, watu wale wakifika wakae pahala maalum kuja kuazi, kama tunavyozielewa kawaida. Basi itikadi iliyopo ya uzushi ni kwamba vilivyotandikwa, ikiwa ni mazulia, mabusati na vinginevyo, vitaachwa vile vile. Madhal vilitandikwa vitu vile kwa ajili ya kufa mtu, vitaachwa vile vile. Fayatrukunaha, wanaviacha watu vitu hivyo kadhalika kama vilivyo, hatta tamdi 7 ayamin, mpaka vilivyotandikwa vile vipitiwe na siku 7. Itakuwa ni jambo la ugomvi mbele za watu kama utatandua chochote kile, mpaka ifike siku yao ya 7, ambao wenyewe wanaita leo tuna kunja jamvi. Wengine siku 7, wengine siku 3, na huthubutu kukunja chochote pale, mpaka iambiwe kwamba leo panafagiliwa, leo matangani, kwa hivyo panakunjwa jamvi, mpaka ifike siku 7 kwa watu wengine. Na kukunja kabla ya hapo ni uchuro, ni kitu cha itikadi, ni kwamba wewe unamchimba nani wewe, watakafe mwingine hapa kabla ya kumalizika tanga. Hakadha huachwa vitu vile kwa muda wa siku 7. Thumma baada dhalika, kisha baada ya hapo, yuzilunaha, ndio wanaviondosha watu vitu hivyo. Baada ya siku 7 ndo watu tena wanakunja jamvi na kufyagiliwa matangani, lakini kabla ya siku 7 hakuna ruhusa kuondoshwa. Huo ni uzushi ambao baada ya Albani anasema kautaja vile vile uzushi huu
kwenye kitabu Al-Madkhalu umetajwa katika juzuu ya 3 sahifa ya 279 mpaka 280, pia umetajwa humo vile vile. Nukta nambari 108, at-ta'ziyatu ni kumuazi mtu bi, kwa maneno marefu ambayo ni magumu kuyahifadhi. Yule unamuazi tangwa na hamu ya kusikiliza taazia mpaka anachoka. Wewe unaye tu si kitu ambacho kimesuniwa hicho kutoka mtume. Mtume akitamka maneno machache tu. Kwa hivyo la uzushi jingine lilozuliwa, at-ta'ziyatu ni kumuazi mtu aliyefikwa na msiba bi, kwa maneno haya yafuatayo. Unaanza kumwambia a'zama Allahu lakal ajra, au tukuze Mwenyezi Mungu kwa wewe ujira, wa alhamaka sabra, na akupe ilhamu ya kusubiri, wa razaqana wa iyyaka, na Mwenyezi Mungu aturuzuku sisi na wewe ashukra, kushukuru, fa inna anfusana, kwa hakika sisi wenyewe nafsi zetu, wa amwalana, na mali zetu, wa ahlina, na watu wetu, wa auladana, na watoto wetu, min mawahibillahi, ni katika mambo ya hiba ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, azza wa jalla, mwenye nguvu aliyetukuka, alhania, na hayo ni katika mambo ya hania, tempo kama ni hidayah tu, wa awarihi, na vitu vya kuazimwa, almustaudaa, ambao ni amana itakayokurejeshwa kwa mwenyewe baadaye. Mataaka bihi, amekustarehesha Mwenyezi Mungu kwa vitu hivyo, fi ghabtatin, katika hali ambayo ni ya kuonewa maya, wa sururin, na ni hali ambayo ya furaha, wa qabdhihi minka, na kuchukua kwake Mwenyezi Mungu vitu hivyo kutoka kwako wewe, anachukua lakini bi ajrin kabirin, kwa ujira mkubwa sana utakaopata wewe ukisubiri. As-salatu wa rahma, kuunganishwa wewe na mambo yako na kurehemewa, wal huda, na uongofu, ndio vitu ambavyo vitapatikana in ihtasabtahu, kama utataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Fasbir, basi subiri mwenzetu wewe. Wala yuhbitu jazauka, wala isiporomoshe ile papatiko lako, ajraka, kuporomosha malipo yako, fatandam, wakati huo utajuta wewe. Waalam, na pia ufahamu vile vile, anna aljazaa, hakika ya papatiko kwa ajili ya msiba, la yaruddu shay'an, hata ukipapatika vipi hairejeshi chochote, wala yadfa huzunan, wala haiondoshi huzuni, wama huwa nazilun, na lolote ambalo limeandikwa likufike litateremka, basi fakaanna qad, imekuwa kama kwamba ni harfu ya qad, harfu ya tahqiqi, kwamba lazima liwe. Hiyo moja. Ya pili, katika nukta nambari 109, at-ta'ziyatu ni uzushi vile vile kumuazi mtu bi, kwa maneno haya yafuatayo: inna fillahi azzaun, hakika kwa Mwenyezi Mungu ndiko kunakopewa mtu nguvu ya imani, min kulli musibatin, katika kila msiba, wa khalfan min kulli faibin, na vile vile kuwekewa badili yake kwa kila kitu ambacho, min kulli faitin, katika kila kitu ambacho kimempotea mtu. Faya lillahi, basi faida iliyoje uipatayo, fathiqu, basi kuweni madhubuti, wa iyahu farju, na kwake Mwenyezi Mungu tarajieni mema. Fa innamal mahrumu, kwani hakika yule ambaye kakoseshwa, man haruma thawabu, ni yule ambaye amekoseshwa thawabu, huyo ndio alionyimwa barabara. Chini katika maelezo hapo kwenye nambari 1 na 2, anaeleza Albani ya kwamba istahsanahuma, amefanya ni nzuri sana taazia hizi, fi sharhi shar'a, kwenye kitabu kilichoitwa sharhi shar'a,
wa ghairuhu, na vile vile mtu mwingine amestahsan vile vile kuona nzuri sana taazia mbili hizi. Wal awwalu, ile taazia ya mwanzo refu tuloisoma ile taazia hii, ruwiya, ilisimliwa, ani nabii, ikaambiwa, yatoka kwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, annahu, kwamba yeye mtume, ati azza, alimuazi bihi, kwa taazia hiyo, Muadh ibn Jabal. Ati alimuazi bin Jabal kwa taazia hiyo, fi ibnihi, kuhusiana na kifo cha mwanawe Muadh ibn Jabal. Lakinahu, hadithi ipo, kina Albani wanaijua, wameiona, lakini tu hadithi yenyewe, lakinahu hadithu mawdu'un, ni hadithi ya uongo iliyopachikwa, si ya kweli. Watu walitunga wakisha kaiweka, wakamsingizia mtume wa Mwenyezi Mungu bila woga wote. Wal akharu, na hii nyingine ya pili yake, ruwiya, imesimliwa, min ta'ziyatil Khidri, kutokana na taazia ya mtu mmoja anaitwa Khidri. Si Khidri yule mwalimu wa Nabii Musa, Khidri mwingine, biwafatihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na kifo chake bwana mtume alipoondoka duniani. Alikuja mtu mmoja aitwa al-Khidri, ati inasemekana ametumia taazia hii ya pili li ahli baitihi, kwa kuwaazi ahli baiti wake mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa huwa, na hadithi hiyo vile vile dhaifun, ni hadithi nyonge. Zote mbili hizi haziwezi kusimama katika kutoa dalili, hazikubaliki katika hoja. Uislamu ni dini ambayo ina sheria, na sheria yake haikubaliki mpaka iwe madhubuti, sahihi, inafaa kusimamishia hoja. Sio kila maneno tu yakiambiwa kutoka kwa mtume iwe tayari mtu anayetumia kuitilia hoja, mpaka yawe yamethibiti, mpaka yawe sahihi, kwa njia ambazo wamekubaliana maimamu kwamba hapa sahihi itakuwa hadithi, na bila kutimia sharti hizi hadithi itakuwa imma maudhu' au dhaifun. Kama taqaddama, kama ilivyotangulia, at-tanbih, unabihishaji, alaihima, juu ya mambo mawili hayo, fi ta'liqi, katika ta'liqi, ala al-mas'alati, kwenye mas'ala nambari 112, kwenye sahifa nambari 165. Akifungua mtu ataona maelezo yaliyokuja huko, kwa kupitia tu na kujikumbusha, na kwa faida ya wale ambao hawakupata kusikia habari hii ya taazia, asije akasema ya kwamba sasa mbona mnatubabaisha jamaa, maneno mazuri kama hayo kumuazi mtu mnatuambia ni uzushi vile vile. Sasa tukaseme nini basi? Tunapokwenda kumuazi mtu tuseme nini tena jamaa? Mbona mnatubabaisha? Hayo mambo yapo, hadithi zipo zinakuja, halafu mnatuambia ya uongo, hadithi dhaifu namna hivi. Sasa basi mkituondoa juani, angalau tuwekeni kivulini. Naam, hiyo ndiyo haki ya Uislamu ilivyo. Haikatazi jambo dini hii, isipokuwa inampa mtu jambo lilokuwa bora zaidi kuliko lile ambalo linamkataza. Kwa hivyo tukiuangalia ukurasa nambari 163 ya kitabu hichi ya Ahkamul Janaiz, kwenye nukta nambari 211, kidogo tutajikumbusha namna gani mtume kwa hadithi ambazo ni sahihi akitumia maneno ya kumuazi mtu, sio mlolongo kama ule mrefu na maneno chungu nzima. Isikaeleweka dini hii kwamba kumuazi mtu jambo zito, jambo kubwa, wewe hujui, wewe huwezi, wewe usende. Hapana, kumuazi mtu ni maneno mepesi. Kama mtu atakuhifadhi ya Kiarabu aliyotumia mtume, hukuweza kuyahifadhi hayo kumuazi mtu hata kwa lugha yako ya Kiswahili bwana. Ima utakuwa na yafasiri ya mtume, au unaweza kuweka maneno ambayo ni ya busara, machache, mafupi, kiasi cha kumliwaza ndugu ya Muislamu kwa kumpa maneno ambayo ya kuitunza imani yake ile ikapata nguvu. Katika hayo basi, wayu'zihim, yatakikana mtu kwenye kuwaanzi wenye misiba, bima yadhunnu, kwa yale mambo ambayo yeye anadhani annahu yuslihim, ya kwamba yataweza kuwaliwaza maneno hayo.
wayakufu min huznihim, na kuwazuilia huzuni yao wasiendelee nayo, wayahmiluhum, na kwamba atawabeba wao, itawapelekea wao ala ridha, juu ya kuridhia radhi kwa Mwenyezi Mungu kwamba lilolifanya si makosa, kafanya jambo ambalo ni haki yake kulifanya, wasabri, na vile vile itawapelekea kusubiri, mimma yathbutu anhu sallallahu alayhi wasallam, tena amwambie maneno ya kumuazi katika yale ambayo yamethibiti kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, asimsukumie maneno tu. In kana ya'lamuhu, lakini ikiwa atayatambua maneno hayo mtume alimwambia nini mtu katika kumuazi, kama anayajua atayatumia. In kana ya'lamuhu, ikiwa anayajua, wayastahdhiruhu, na anaweza kuyahudhurisha pale kayahifadhi barabara, anaweza kayatumia maneno yale kwa lugha ya Kiarabu kama mtume alitamka vile. Kama anayajua ameyahifadhi, atayatumia maneno yale. Wa illa, na kama hayajui hayo ya mtume na wala hakuyahifadhi, fabima tayassara lahu, na achague maneno yaliyo mepesi kwake yeye, min alkalami alhasani, katika maneno mazuri, alladhi, maneno ambayo yuhaqiqu algharada, yataweza kuhakikisha lengo la kumuazi mtu kwa kumliwaza limepatikana, wala yukhalifu shar'a, lakini atahadhari asende kinyume na sheria ilivyo, asimpatikie farumu ya maneno mpaka akawa anakwenda kinyume na sheria ilivyokuja. Wa fi dhalika, na katika jambo hili ahadithun, zimekuja hadithi kadhaa wa kadhaa, tazitaja 2-3 hapa. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo iliyokuja kuonyesha dalili ya taazia ya mtume Mwenyezi Mungu. Kuna hadithi ambayo imepokelewa an Usama ibn Zaid, kutoka kwa Usama bin Zaid, mjukuu wake mtume huyo kwa mwanawe wa kulea. Zaidi ni Zaid ibn Haritha, ambaye mwanzo kabla ya kushuka aya ya Qur'ani katika sura ya Ahzab, Zaidi huyu akijulikana kwa maarufu Zaid bin Muhammad, kwa kuwa mtoto wa mtume hasa wa kulea. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akakataa watu kupangwa nao watoto wa kulea majina yao baba zao, waitwe majina yao kwa majina ya wazee wao hasa waliowazaa, na kama hawajulikani basi wawe ni ndugu katika Uislamu tu. Anaweza mtu akaitwa jina na ubini wake kwa ni Islam moja kwa moja, Uislamu ukachukua nafasi ya baba. Lakini haifai kabisa katika Uislamu mtoto wa kulea ukamwita kwa jina lako wewe mlezi ikawa kama ni baba yake. Ni kosa hilo, kwa sababu baadaye kuna mauti, baadaye kuna hukumu ya mirathi. Mtoto yule anaweza kupewa haki ambazo si zake kwa kudhaniwa kwamba huyo ni baba yake, kumbe si baba yake. Na wengine wakaja kadhani kwamba ataoaje mtoto wake huyo anomlea hali ya kuwa mtoto wa baba yake huyu, au huyo baba mtu naye vile vile kama atampa talaka au kama atakufa mwanawe wa kulea yule na alikuwa na mke, baba yake yule anaolea kabisa ana haki ya kumuoa mtoto. Wasije wakasema kwamba itakuwaje huyu mtoto wa mwanawe, si mwanawe kamlea tu. Na ndiyo maana mtume akamuoa bibi Zainab binti Jahshi aliyekuwa mke wa Zaid ibn Haritha. Mwenyezi Mungu ameileta hukumu ile likai la yakuna lilmu'min ala almu'minina harajun, ili isiwe kwa waumini kuna uzito wote fi azwaji adiyaihim, katika kuwaoa wake wa watoto wao wa kulea, idha qadaw minhunna watara, pindi wakimaliza hawa waume zao haja yao kwa wanawake hao. Basi baba mtu mlezi pale anaweza kabisa kuchukua nafasi ya kumuoa mtoto yule, kumuondoshea simanzi, kumuondoshea majonzi, pengine kaachwa kijinga jinga, basi anaweza kumuoa. Sasa Zaidi alikuwa na mtoto akiitwa Usama, anakuwa mjukuu wake mtume, na akimpenda mjukuu wake huyo kama alivyokuwa akimpenda huyo baba yake. Qala, amesema Usama, arsalat, alipeleka ujumbe bibi mmoja, ila rasulillahi, kupeleka ujumbe huo kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nani kapeleka ujumbe? Ahadu banatihi, mmoja katika watoto wake wa kike mtume kapeleka ujumbe kwa baba yake, anna sabiyan laha, ya kwamba mwanawe wa kiume
imma itakuwa mtoto huyo ibnan au ibnatan, mtoto wa kiume au mtoto wa kike, yoyote awaye, lakini kapeleka salamu kwa baba yake, na baba mtu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja mtoto wenyewe alikuwa ni Umaima